waandishi wa habari kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC, mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports Club, mchezo unaochezwa kesho katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku. Na tayari hapa mwalimu mkuu wa kikosi cha JKT Tanzania Ahmad Ali yupo nasi kuzungumza namna ambavyo kikosi cha JKT Tanzania kipo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club. Mwalimu, karibu sana. Zungumza na wanahabari, eleza maandalizi kiujumla kuelekea mchezo wa kesho. Okay, assalamu alaikum. All preparation tuko siku ya mwisho leo kwenye maandalizi. I think tulikuwa na siku 3 mpaka 4 za maandalizi baada ya mapumziko ya kile ambacho kilitokea. So obviously group la wachezaji wote ambao niko nao wako kwenye hali nzuri. Baadhi ya wachezaji wachache ambao hawatakuwepo kwenye mechi, kwa maana ya Chalamanda aliyepata red card kwa mchezo wetu ulioisha wa Mbeya City, mtu kama Katanga, Maka, au ni watu ambao wako na injuries ambao wanarudi taratibu na kurecover. Lakini obviously group lingine la watu wote wako kwenye preparation nzuri, na leo ni siku ya mwisho kuona jinsi gani ambavyo watakuwa kwenye hiyo hali nzuri zaidi. Tunaomba Mungu inshallah wawe kwenye hali hiyo ili tuweze kumaliza maandalizi vizuri zaidi katika siku ya leo. Sawa, swali kwa mwalimu. Jamani, kwanza hongera sana kwa ujuzi. Hongera sana. Nalenga kwa nataka kujua namna ambavyo tunaenda kucheza na Simba ambayo kushinda michezo yake miwili yote. Lakini leo kupata sare baadhi na kuweza kushinda baadhi ya michezo. Lakini pia ndani kiufundi kuhakikisha kwamba wanaenda kukutana na timu ambayo haijapoteza mchezo kwa sasa. Okay, asante. Kwanza kitu cha kwanza tuna respect Simba kwa sasa Tanzania. Nafikiri kwa misimu karibu 6 mpaka 7 ni good team Afrika, na kwetu wako na wachezaji wazuri wameingia kwenye this season. Wana new coach nao, nafikiri kuna new approach, new plan ambao wana work out nao. Tumejaribu kuona kuna mechi 2 ambazo wamecheza za kimataifa. So homework kwetu na kuona kwamba ni jinsi gani ambavyo Simba ilivyo kwa sasa sivyo vile ambavyo ipo. Kuna some players ambao walikuwa kwenye la season na kuna wachezaji ambao wapya wameingia kwenye this season, na wana mwalimu mpya ambao I think ana philosophy yake jinsi gani ambavyo in possession and out of possession anaweza kuitengeneza timu yake. So tuna angalizo kubwa na tunajua tunakutana na timu nzuri na bora. Ni good opportunity kwetu na kwa vijana kukutana na timu ya aina hiyo. So we need kuwa solid, we need kuwa compact na organization, kwa maana ya 1 minute mpaka dakika ya mwisho. Sawa, swali la pili kwa mwalimu. Kocha umeruhusu bao kwenye mechi zote ambazo umecheza. Kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Simba, matatizo ya kuruhusu bao moja, ningependa kujua ni swala la upya wa partnership ya safu yako ya ulinzi imesababisha hayo, au mfumo wa kiuzuiaji umesababisha hayo, lakini pia unajipanga vipi kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya Simba ambao wana strong attack ukiangalia namba zao za ligi ya ndani pamoja na ligi ya mabingwa? I think kwenye kila moment ya football, kwenye kila mechi kuna problem ya kuruhusu goli is not about the defenders peke yao. Team ina defending general team. Kama mistake imetokea, it means inaweza kuwa imetokea kwenye block moja kwenda kwenye block nyingine. So kama mwalimu na staff ni kujaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuwafanya bora hizo block, tunaweza kufanya bora individual kama ni kosa la individual na collective. So tunaona kila mechi jinsi ambavyo inatokea kwenye hizo moment, lakini mimi ninachoamini kama tunaweza tukashindwa kuwa comfortable, tukashindwa kuwa na well organized, tukashindwa kuwa na communication nzuri kwenye any moment, kama tuna mpira na kati hatuna mpira tunaweza tukafanya makosa, lakini hatuwezi kuwa na 90 minutes bila kukosea. Kwenye football hiyo haipo. So hata wao pia wanaweza kukosea, sisi tukatumia ile nafasi. Upya wa wachezaji ama jinsi gani ambavyo tuna defend,
Kama mwalimu ni homework kwetu kuona jinsi gani tunataka kuwaweka wachezaji kuwa bora kwenye kila moment, wakati hatuna mpira na wakati tuna mpira, na kuwafanya kuwa waenjoy kwenye kile kitu chao. Kama defender basi enjoy kuzuia, kama ni midfield pia enjoy, sababu ni vipindi viwili kwenye mpira, tunao na hatuna. Kwa bado ipo kwetu, ni kitu ambacho tunakiona, tunakicorrect, sio kwamba tumeacha au tunakubali kila mechi turuhusu goli. No. Ni kazi ambayo tuna homework every day ili kuweza kuwa vizuri zaidi uwanjani. Sawa, swali la 3 kwa mwalimu. Mchezaji jinsi gani, how can start game, whatever tunakutana na timu gani, cha kwanza ni jinsi gani ambavyo tunaweza tuka start game. So preparation yote ni kuwa solid na kuwa salama wakati wote, lakini tunachoangalia cha msingi ni kuona jinsi gani ambavyo 1 minute mpaka 45 minutes tunaweza tukaiendea game. So ndani ya hizo minutes hatuwezi kusema kwamba tutakuwa hatuwezi kukosea. No, tunaweza tukakosea the way mpinzani anaweza kutumia lile kosa jinsi ambavyo tumelikosea. So kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ambavyo wewe umesema labda tunakuwa tofauti. Different games, different approach, jinsi ambavyo play style ya opponent, jinsi ambavyo wanacheza. Simba ni tofauti na 5 games ambazo tumecheza nao, kuanzia wachezaji, kuanzia jinsi ambavyo wanacheza. Kwa tuna mpango ambao hatutasema nini ambacho tutafanya for the 45 minutes na 45 minutes zingine. Hiyo ni plan ya mimi, staff pamoja na wachezaji. Sawa, swali la 4 kwa mwalimu. Tunahitaji kuwa bora uwanjani, ku respect opponent na then kuweza kupata matokeo mazuri. Isitokee kwamba tumecheza vizuri alafu hatujapata matokeo. We need kuwa na hiyo mentality kwanza tuweze ku win game. Sisi tuna win game, kuheshimu opponent na kuona strength zao ziko wapi, lakini wana weakness wapi ambapo tunaweza tukapatumia. So ni game kama unavyosema, ni game ngumu, ni game nzuri. Kwangu mimi mwalimu na wachezaji kama nilivyosema, ni opportunity nzuri kucheza na timu bora yenye wachezaji bora na walimu bora. Sawa, swali la mwisho. Michezo mitatu iliyopita timu yako imetoka nyuma kwenda kushinda mchezo wa mwingine au mwingine kupata sare. Si kiashiria kizuri, wakati mwingine kwa wakati mwingine ni kiashiria kizuri kwa sababu inaonyesha concentration level ya michezo mikubwa kama hivi, wakati mwingine upate opportunity ya kuweza kufanya comeback. Kwa namna gani mnajiandaa kesho kuona mnaweza kuingia mechi mapema ili hizi situations zisiwe. Yeah, I think ni kitu cha kwanza ni kutoa details kwa wachezaji. 1 minute to 90 minutes nini ambacho tunaweza tukifanya kwa timu bora kama ya Simba, na kwa hizo moment ambazo zinatokea kama ulivyosema, kinaweza kuwa ni kitu kizuri ama sio kitu kizuri, kwa maana ya paka tuna equalize, inaweza kuwa ni kitu kizuri au sio kitu kizuri, lakini for me I'm appreciate my player, kwa maana wanaweza kufight mpaka dakika ya mwisho. That is good. Kwenye maisha kukata tamaa ni kitu kibaya sana. So plani ya nini ambacho tunafanya, hichi ambacho kimetokea, I think tumeapproach na tumeona jinsi gani ambavyo tunahitaji kuwa high concentration kwenye 1 minute mpaka dakika ya mwisho. I believe kwamba tutakuwa na wakati mzuri tomorrow. Mwalimu, nikushukuru sana. Okay. Pesha ndio ngana yaweze